Na zoezi ambalo kimsingi alikuwa kushiriki hapa ni kushuhudia majaribio ya zoezi la uokozi. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya majukumu ya shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC ni kuratibu shughuli za utafutaji na uokoaji majini. Kama unavyoona katika eneo letu hili tuna vyombo vingi vya usafiri majini. Kwa hiyo pale linapotokea dharura au majanga na tunapopata taarifa, tuna wajibu wa kuratibu shughuli hizo za utafutaji na uokoaji kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali likiwepo jeshi la polisi majini, vyombo vya ulinzi, vyombo vya uzima moto, lakini pia na taasisi za mawasiliano, kwa sababu tunapofanya shughuli hizi pia mnapaswa kuwa na mawasiliano sahihi wakati mnatafuta uokozi. Lakini pia linahusisha vyombo vya sekta binafsi, kwa maana ya meli binafsi au taasisi za serikali zinazomiliki meli huwa nazo zinashiriki katika shughuli za utafutaji na uokoaji. Kwa leo umefika hapa, kutakuwa kuna onyesho fupi la namna ambavyo shughuli hizo zinaratibiwa na ushiriki wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika shughuli za uokozi. Kama nilivyosema, sisi shughuli yetu kubwa ni kuratibu. Kwa hiyo tunafanya coordination kuhakikisha linapotokea janga basi taratibu zinazingatiwa na tunaweza kuokoa kwa haraka. Kwa hilo ndio kubwa liloletwa hapa, lakini maelezo zaidi pia yatatolewa na mkurugenzi kutoka wizarani. Baada ya kusema hayo, karibu sana, na tunategemea zoezi letu litakuwa successful. Kwa hivyo nimkaribishe mkurugenzi wa ulinzi, usalama na utunzaji wa mazingira, naye atoe neno fupi ili tuweze kuendelea na hatua zinazofuata. Karibu sana. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan. Ninyi mnaona jitihada mbalimbali zinazofanywa za ujenzi wa vyuo mbalimbali vinavyowajengea weledi mabaharia pamoja na watu wote wanaoshiriki kwenye sekta ya usafiri kwenye maji, baharini, kwenye maziwa na kwenye mito yetu. Kazi kubwa inafanywa na serikali katika eneo hilo, sambamba na ujenzi wa meli pamoja na utoaji wa vifaa vya kisasa kabisa vinavyoweza kutumiwa na watu wanaoshughulika na shughuli za usafirishaji kwenye maji. Dr. Samia oye! Jitihada za serikali zinaonyesha wazi kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ina dhamira ya dhati kabisa ya kufanya sekta ya usafiri na usafirishaji kwa njia ya maji iwe ni sehemu inayotegemewa katika ujenzi wa uchumi wetu, tegemezi halisi wa uchumi wa bluu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kuwapongeza wale wote waliofanya onyesho ya namna ambavyo uokozi unaweza kufanyika, lakini mmeona vifaa vya kisasa vya uokozi katika eneo hili. Hii ina maana kwamba serikali inafanya kazi kubwa ya kuwajengea weledi na uwezo mkubwa wataalamu mbalimbali katika sekta mbalimbali, tena kwa ushirikiano. Tumeona polisi wa maji, tumeona watu wa zimamoto, tumeona watu wa TASAC na wengine pamoja na mabaharia wetu wakishirikiana kwenye jambo hili la uokozi. Sisi Kigoma tunapata matukio ya mara kwa mara yanayotokana na ajali zinazosababishwa pengine na mchafuko au hali ya hewa kwenye ziwa ama ubovu wa vyombo vyetu na kadhalika. Na tumeshuhudia matukio kadhaa ambayo yametuachia majonzi kwenye ziwa letu baada ya watu kadhaa kuweza kupoteza maisha mara kwa mara. Lakini tunaona juhudi za serikali katika kuhakikisha tunaondoka hapo kwenye ajali za mara kwa mara. Na niseme tu nimefurahishwa sana, nilikuwa naongea na mkurugenzi mkuu hapa wa TASAC na kumueleza namna ambavyo tunahitaji nguvu kazi zaidi ya watumishi wa TASAC katika eneo hili, na nikiri amenikubalia ataongeza wakaguzi katika eneo hili ili vyombo vyetu vya usafiri vinavyotoka maeneo ya Mwamgongo, Kagunga,
na maeneo ya Kibirizi na maeneo mengine viweze kufanyiwa ukaguzi wa kina. Tumia fursa hii kutoa wito kwa watumiaji wote wa vyombo vya usafiri majini kuzingatia sheria na taratibu za usalama, ikiwa ni pamoja na: moja, kutumia vyombo vilivyosajiliwa na kuruhusiwa kufanya kazi. Hili ni jambo muhimu sana. Mbili, kuhakikisha vyombo vya usafiri vina vifaa vya kutosha vya kuokoa maisha kama vile life jackets. Baada ya kutokea ajali mara kwa mara, hasa ajali ile ambayo ilipoteza watumishi, tulikuwa tunapata shida sana. Ukienda kwa mfano, kuna eneo moja wanaita Kagunga, ama ukifika pale Kalalangabo, unaona hizi boti zimejaza watu, wanafurika, wamefurika kwelikweli. Boti imekaa hivi, hakuna hata mmoja amevaa life jacket. Unajaribu kujiuliza tufanye nini? Lakini pia unajaribu kuona nani anakagua vyombo hivi. Ni wajibu wa TASAC, lakini hawana nguvu kazi. Mpaka tulifikia hatua ya kushauri kwamba basi labda tutafute watumishi wa kujitolea ama vibarua ambao tunaweza tukawatrain namna ya kukagua, wakae kule kwenye tunaita mialo, maeneo ambayo boti zinaanza safari, ili waweze kuzingatia kanuni na sheria za ubebaji wa abiria na mizigo. Lakini hatujafanikiwa bado. Kwa hivyo nina imani ukifanya hivyo ambavyo umeniahidi, basi tutakuwa tumepunguza changamoto kwa kiasi kikubwa sana kwenye eneo hili. Ndugu zangu, ni muhimu tukaepuka kupakia mizigo au abiria kupita kiwango kinachoruhusiwa. Sasa ili lazima liwe ni jukumu la kushirikiana, kwa sababu hata huyo mtumishi wa TASAC unataka akae hapo masaa 24, yani asipumzike? Wewe kumbuka, wewe ndio utazama na maji, wewe ndio utakapoteza maisha. Kwa hiyo lazima abiria, ninyi mabaharia, tuzingatie kanuni pamoja na manahodha kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kuanza safari. Hapo ndio kwenye shughuli hapo. Hili ziwa bwana, mimi naliogopa sana. Mara limetulia, mara limetibuka. Lakini TMA wale mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa wanatueleza karibuni kila siku hali ya mwelekeo wa upepo, na kwa maana hiyo ninyi wataalamu mnajua kwamba katika kipindi hiki hatupasi kuanza safari ama hatupasi kufanya safari kwenye ziwa Tanganyika, ikiwa baharini ama mahali popote pale. Kutoa taarifa mapema wanapoona viashiria vya hatari majini.